Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi PDPC imeanzisha teknolojia mpya julikanayo kama Samia Technological Stack. Inahusisha uwepo wa taasisi moja kwa ajili ya utambulisho. Hayo yamebainishwa na mkurugenzi mkuu wa Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi PDPC Dr. Emmanuel Lameck leo Machi 22, 2025 wakati akizungumza na waandishi wa habari jijini Mwanza. Aidha, ameongeza kuwa ni makosa kisheria kwa mtu binafsi au taasisi kutumia taarifa za mtu nje ya makubaliano na mwenye taarifa husika, huku akiwataka wakusanyaji na wachakataji wa taarifa kujisajili kwenye Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi, ikiwa ni sehemu ya kuonyesha msimamo wao kutumia taarifa za mtu kwa ajili ya matumizi husika. Kwa upande wake, mkurugenzi wa usajili na uzingatiaji wa Tume ya Ulinzi PDPC Mhandisi Stefan Wangwe amebainisha kuwa mpaka sasa tume imepokea malalamiko 60, ambapo mengi kati ya hayo yakihusisha masuala ya udhalilishaji, huku akitoa wito kwa wananchi kuwa makini na taarifa watakazoombwa katika nyanja mbalimbali. Mimi ni Nasra Shaban. Mtakumbuka kwamba wakati wa uzinduzi wa tume hii yalitolewa maelekezo na Mheshimiwa Rais, na maelekezo mojawapo ilikuwa ni kwamba ni kuhakikisha taasisi nyingi kama sio zote zinazokusanya na kuchakata taarifa binafsi ziwe zimejisajili kwenye tume. Lakini pia Mheshimiwa Rais alielekeza kwamba mifumo yote isomane. Sasa tumekuja na teknolojia moja ambayo tunaita ni Samia Technological Stack, ambayo ndio teknolojia ya nchi. Tunakuwa na taasisi moja ambayo inafanya utambulisho, na ndio maana tulikuwa tunaongelea habari ya jamii namba, ambayo kwa sasa tunakitumia kitambulisho cha NIDA. Lakini taasisi za utambulisho tulizonazo kwenye nchi ni pamoja na NIDA, RITA na uhamiaji kwa kutumia passport kwa ajili ya kuwatambua wageni. Kwa hiyo sasa katika kufanya hivyo, manake huduma za kidigitali zinakuwa na uwezo mkubwa wa kutolewa kwa kupitia kitambulisho chako cha NIDA, ikiwa ni sehemu ya utambulisho wa huyu mtu ambaye tunamlinda. Sisi baada ya kuanzishwa, na sisi pia tumekuwa na mfumo ambao tunauita Consent Management System. Huu mfumo ni ule ambao utahakikisha basi hizi taarifa zinazobadilishwa mwenye taarifa ametoa ridhaa, na mfumo huo tayari umeshaanza kujengwa. Na baada hapo mifumo ikiwa inasomana, hizi taarifa zitabadilishana taarifa kwenye mifumo ambayo taarifa zake hizo zitakuwa na hiyo sasa ambayo itakuwa imetambulika kupitia kwenye consent management, kwamba taarifa hii inamtambulisha mtu fulani na taarifa zake zimetumika afya, zimetumika kilimo, zimetumika benki, zimetumika kwenye mashule, zitakuwa zinaacha mnyororo au fingerprints ambayo itaonyesha kwamba hizi taarifa zilitumwa. Na hatua ya mwisho katika hii mifumo ikiwa inasomana, itakuwa ni swala sasa za utoaji wa huduma. Katika utoaji wa huduma, mtu atahudumiwa kutokana na utambulisho wake, na kwa kila mwananchi atakuwa na uwezo sasa wa kuwa na taarifa, kujua taarifa zake zimetumika wapi kwa kutumia Jamii Portal. Hii Jamii Portal itakuwa ni application ambayo inamruhusu kila mtu kuweza kuangalia taarifa zake zilitumika wapi na kwa nini, na je aliridhia au hakuridhia. Na hatua ya mwisho, kama taarifa zilitumika sehemu ambapo hakuridhia, basi ataiona tume. Kwa hiyo tume jukumu lake kubwa sana ni kuhakikisha tunalinda faragha za kila mtu. Kwa hiyo mlengo wa mwisho kwetu ni kila mtu na taarifa zake binafsi na faragha yake. Lakini kwa wakusanyaji na wachakataji, kwa mjibu wa sheria, wao zile taarifa walizo nazo ili waweze kumhudumia mtu, wanatakiwa kuhakikisha kwamba wanazilinda. Na kimsingi tunachokiangalia hapo ni kwamba wanakuwa na mkataba kati ya mtu anayehudumiwa na yule aliyekusanya taarifa kwa ajili ya huduma hiyo. Ni makosa kisheria kama taarifa za mtu ulizonazo unazitumia nje ya makusudi mliokubaliana na mwenye taarifa hizo. Na kwa sisi sasa jukumu letu ni kuhakikisha kwamba faragha ya mtu inalindwa, na ndiye tunayemlinda hatua ya mwisho. Hawa ambao ni wakusanyaji ni wachakataji, kujisajili kwao kwenye Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi ni kuonyesha commitment, ni kuonyesha msimamo wao imara wa kuhakikisha kwamba zile taarifa zitatumika kwa ajili ya matumizi tu yaliyokusudiwa na si vinginevyo. Sawa, kuhusu usajili ni kwamba sasa hivi
taasisi hizi ambazo zinakusanya ama kuchakata taarifa za watu binafsi zinazopaswa kujisajili hazina haja ya kuja kufika katika ofisi physically, kwa sababu tuna uwezo wa kuprocess maombi ya usajili kuanzia mwanzo mpaka mwisho kupitia mifumo ya TEHAMA. Kwa hiyo natakiwa tuingie kwenye tovuti ya tume ambayo inapatikana kupitia www.pdpc, kwa maana ya P ya personal, D ya data na P ya protection, C ya commission, pdpc.go.tz. Kiingia pale kuna kidude kimeandikwa registration. Kwa hiyo huyo mtu anaenda kusajili, anakibonyeza kile kitufe. Kwa mujibu wa sheria anapaswa ateue afisa ulinzi wa taarifa binafsi au DPO. Pale kwenye sehemu ya registration ukiingia kuna sampuli ya barua za kumteua DPO. Wakishamteua DPO, huyo DPO huyo ama huyo afisa ambaye ndio afisa ulinzi wa taarifa binafsi wa taasisi ndio atakaye ingiza credentials mpaka mwisho wa kukamilisha signature. Na pale kwenye hiyo tovuti pia kuna namba za simu. Hata kama wewe hujui mambo ya IT, basi kuna simu unaweza ukapiga wakakuelekeza mwanzo mpaka mwisho. Ni rahisi kabisa na inachukua muda mfupi tu kuweza kujisajili. Yaliulizwa yale ni gharama za usajili. Gharama za usajili zinachakatwa kutokana na taarifa unazoziingiza. Kuna gharama kwa ajili ya zile taasisi ambazo sio za kiserikali, kwa maana NGOs na CSOs na FBOs, ina flat rate. Lakini yule anayejisajili akichagua kama ni NGO, alafu huku baadaye akaomba aweke cheti cha NGO, akaweka cheti cha kampuni, itamrudisha. Kwa hiyo hata kama alikuwa amelipia kama NGO, ina maana yeye alikuwa ameudanganya mfumo. Kwa hiyo itakurudisha ili uchague kampuni. Na kampuni kuna taarifa ambazo zitahitajika kwamba kampuni yako inatengeneza faida gani au pato gafi kwa mwaka mzima, na mfumo wenyewe utakukadiria kiasi gani ambacho unataka kulipa na utakuletea control number kwa ajili ya kulipa. Baada ya kulipa, ile maombi yatakamilishwa na hatimaye muombaji ataweza kupakua kile cheti chake kwenye mtandao bila hata kufika kwenye Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi. Lakini malalamiko ambayo tumekuwa tukiyapokea mpaka sasa, tushapokea malalamiko takriban 60, na mengi ukiangalia katika nature yao ni haya ambayo yana hali ya udhalilishaji. Wananchi wanahitaji huduma ya mikopo. Kuna zile wanaita online lenders ama wakopeshaji wa mtandaoni, wana apps zao ambazo lazima upite hatua fulani ili uweze kupata huduma. Sasa unakuta katika hizo stage unazopita, kuna sehemu yule mtumiaji ama anahitaji huduma anaulizwa, unaturuhusu kutumia phone book yako? Kwa hiyo wengi wamekuwa wakitiki pale, wanairuhusu ile app kutumia phone book yao. Na wakati wa malipo sasa, yule mwenye mtoa huduma anapeleka message ya kumdhalilisha yule mhusika kwenye contact book yake yote. Kwa hiyo tumeona makosa mengi ya hivyo, lakini tumeshirikiana na Benki Kuu ya Tanzania pamoja na Mamlaka ya Mawasiliano na vyombo vya ulinzi na usalama. Tumeweza kuzifuta usajili wake hizo taasisi zote ambazo zinafanya uhuni huo. Lakini pia tunatoa wito sasa kwa watumiaji. Wewe mtumiaji ukienda lazima uwe makini na kile ambacho unaombwa. Na pia tunashauri kwamba hizi huduma zinazohusu masuala ya fedha ni taarifa nyeti. Sasa mambo ya kupata huduma ya taarifa nyeti kwenye mitandao hata mhusika hujamuona, kitaalam sisi tunashauri isifanyike hivyo. Kwa hiyo tunatoa wito kwa wananchi, kama wanahitaji huduma zinahusisha taarifa nyeti, wafike katika maeneo husika. IKRA FM.